Mimi kwa majina naitwa Lutiko Mwangoka maarufu kama Mendieta, ni mdau wa mpira kutoka wilaya ya Kyela. Lutiko, kwa hiki ambacho kinaendelea, tumeona jana limetoka tamko kutoka TFF likitangaza tarehe ya dabi tarehe 25, lakini pia imetanguliwa na kikao ambacho kimehusisha viongozi wa Simba na viongozi wa Yanga baada ya kuonekana picha ya Ikulu wakiwa wako pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitu cha kwanza ambacho natamani kukifahamu kutoka kwako, kwa mtazamo wako, unadhani matakwa ya Dar es Salaam Young Africans yamefuatwa kama vile ambavyo walikuwa wanahitaji ama ni busara zimetumika? Of course kimsingi, kwa vyovyote ambavyo unaweza ukaelezea jambo hili, lakini kwa maana vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana viko wazi, of course Yanga wanaonekana wameshinda ili bato. Kwa sababu gani? Kwa sababu yale mahitaji ambayo walikuwa wanahitaji, kama utakumbuka, mahitaji ambayo Yanga walikuwa wanahitaji ni mahitaji manne: kuondoka kwa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, kuondoka kwa katibu wa TFF, lakini pia na kuwepo na ile ombi lao ambao lilikuwa na muda mrefu, kuwepo na bodi ya ligi huru, lakini pamoja na kuondoka na kamati ya masaa 72 na pamoja na kamati ya bodi ya ligi. Sasa ukiangalia kimsingi, maana yake yale ya msingi ambao Yanga walikuwa wanahitaji kwa muda mfupi kale matatu, maana yake moja limeenda kujibiwa. Lakini kingine, kama utakumbuka, mara mwisho Yanga wakasema pamoja na kusema maombi yao kama yatajibiwa vile wanavyotaka, lakini pia walisema watahitaji mechi kusogezwa mbele. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kitendo cha kwenda kukutana na Mheshimiwa Rais, kwa maana ya yale waliozungumza, kwa maana sisi hatuyajui, lakini yale matokeo ambayo yametokea baada ya kile kikao, maana yake obvious utaenda kusema moja kwa moja kwamba Yanga kwa maana yale walikuwa wanapigania kwa kiasi kikubwa wamefanikiwa kwenye jambo lao. Nataka kufahamu hapa, nipate ufafanuzi wa kutosha. Ikiwa klabu ya Yanga wameweza kufanikiwa kwenye haya maombi na ikaundwa bodi nyingine, haionekani kwamba klabu ya Yanga inaweza ikawa na mkono wake, ima kwa namna ambavyo wamefanya kwenye kuondoa huu uongozi madarakani, ima kwa namna ambavyo itachukuliwa baada ya bodi mpya kuwekwa madarakani? Unadhani hakutakuwa na interest binafsi kwamba okay, kila mmoja ameona kwamba klabu ya Dar es Salaam Young Africans ikiamua jambo lao wanafanikiwa? Je, hakuna dalili kwamba wakiamua jambo lao pia kuwepo na watu kwenye bodi ambao wao wanaweza kwa drive? Inawezekana? Inawezekana. Na bwana Isaya, unatakiwa ujue kwamba kwa namna yoyote mpira Tanzania unaondishwa na vilabu viwili, kwa maana Yanga na Simba. Kwa hiyo inategemea tu ni nani ambaye katika zile movement za kuandaa viongozi, nani ameweza kushinda hivyo vita. Of course unachokisema inawezekana, kwa sababu unaweza kuona kwamba kama Yanga wametumia nguvu hii, kwa maana kumuondoa yule mtendaji wa bodi ya ligi, manake nyuma pazia inawezekana huyu mtu akuwa mtu wao, kwa maana kwamba inawezekana vile vitu ambavyo walikuwa wanavihitaji kwenye bodi ya ligi, inawezekana jamaa hata kama Yanga walikuwa na haki navyo, inawezekana walikuwa vipati. Sasa kuondoka kwa Almasi Kasongo, tafsiri yake kuna uwezekano mkubwa Yanga sasa wakamtafuta mtu ambaye wao kama wao watampigania, kwa maana kukaa pale. Sasa changamoto ambayo naiona ni kwamba hii position ya bodi ya ligi, ni mtendaji wa bodi ya ligi ni mtu ambaye anakuwa appointed na rais wa TFF. Kwa maana yake hata ikiwa vipi, kama rais wa TFF hata kuwa kwenye upande huu ambao tunazungumzia wa Yanga, maana yake obvious ataenda kumteua mtu ambaye anaona anaweza kaenda kufanya naye kazi yeye kwa nafasi ambayo yupo. Lakini changamoto labda pointi kubwa ambayo naiona ni kwamba labda Yanga kwa sasa wanaweza labda wakamweka mtu wao kwenye nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi, mtu ambaye nafasi yake inapatikana kwa vilabu, kwa maana wale viongozi wa vilabu kupiga kula kumtafuta mwenyekiti wa bodi ya ligi. Hii sasa ndio naiona position ambayo Yanga anaweza kana nguvu nao sana, lakini kwa maana mtendaji wa bodi ya ligi bado itakuwa ngumu, kwa sababu ni nafasi ambayo inateuliwa kutoka kwa rais wa TFF. Kuna hili swala la Mheshimiwa Rais kuonekana kuwa pia kwa mara nyingine. Lilikuwepo tukio la Feitoto, tuliona Mheshimiwa Rais alipotia mkono wake, issue ikawa imemalizwa. Klabu ya Dar es Salaam Africans demand zao zilikuwa ni za kihaki kwa madai yao,
na walikuwa wameshaweka mikataba mezani wakitaka utaratibu ufuatwe, lakini Mheshimiwa Rais alivyoweka kauli yake mambo yakamalizika. Tumeona pia swala hili la Simba na Yanga dabi ambayo imeleta mgagaziko, lakini Mheshimiwa Rais baada ya kikao na pande hizi mbili tumeona tarehe imepangwa. Kwa mtazamo wako, ikiwa utaratibu huu wa hizi changamoto kubwa kuendelea kuamriwa na Mheshimiwa Rais, hatuoni kama tunaipoka mamlaka, bodi ya ligi, TFF na mamlaka nyingine za soka? Huoni kama huko mbele inaweza ikawa kazi kwa mamlaka za soka kuweza kusimamia mambo yao, kwa sababu wanajua kwamba hili jambo likishindwa linaweza likafika kwenye mikono ya rais, na rais akitamka jambo linakuwa hata bila kufuata kanuni? Kwanza of course umeniuliza swali zuri sana. Unajua changamoto ambayo ipo bwana Isaya, FIFA wako very clear kwamba mpira hautakiwi kuingiliwa na mamlaka za serikali. Very clear. Changamoto ambayo unaiona kwa nchi hizi baadhi, hususan hizi ukanda wa Sekafa, yani wenyewe viongozi tayari wanakuwa na interest na serikali, yani kwa maana hata kwenye vyama, yani wao wanashindwa kujitofautisha nafasi walizokuwa nazo kwenye vyama vya mpira na mambo ya kiserikali. Umeelewa? Labda nitakukumbusha kipindi cha utawala wa Magufuli, kama utakumbuka, wakati Walisikalia anatoa speech, sikumbuki maeneo gani, alikuwa anatoa speech rafiki kutoa maagizo kwa viongozi hawa wa TFF na watendaji. Alisema kwa mtu yoyote ambaye ataendelea kuchezea fedha za TFF nitamtundulisu, kama utakumbuka, kitu ambacho ilileta maneno mengi sana. Sasa hiyo tu inakuonesha picha kwamba huyu ni kiongozi ambaye anaongoza taasisi ambayo haina itikadi zozote, kwa maana uwe wa Chadema, uwe wa CCM, uwe wa Kafu, uwe Mkristo Mwislamu, uwe unataka kuongoza. Sasa unaposimama kutamka neno la mtu ambaye unaona anakuwa against na watu fulani, maana yake inakuonyesha kabisa kwamba wewe uko upande fulani. Sasa hili ni weakness za uongozi wenyewe wa TFF, kwa sababu leo unaweza kujiuliza kwa mfano maswali kadhaa. Kama rais wa TFF ndiye anamteua mtendaji wa bodi ya ligi, matakwa ya Yanga ilikuwa pamoja na kumuondoa bodi ya ligi, why amesubiria kumtengua baada ya kikao na rais, akati mamlaka alikuwa nao yeye mwenyewe? Sasa unaweza kujiuliza mamlaka ya kumtoa huyu Almasi Kasongo ameyatoa wapi kabla na baada ya rais? Kwa unaona kabisa kwamba hata wao viongozi wa TFF na viongozi wa TFF tayari mipaka yao, yani yale mamlaka ya TFF wao hawana, wanategemea zaidi nguvu kutoka serikalini. Utakumbuka mwenyewe, japo sio kwa udhibitisho, lakini baada ya Yanga juzi kutoka kwenye kwenye kile kikao ambacho waliitwa na bodi ya ligi, utakumbuka msemaji wa Yanga baada ya kutoka hadharani Alikamwe alisema kwamba Almasi Kasongo yale aliyotoweza kwenye kamati ndo aeleze hapa kwamba alipigiwa simu na kiongozi mkuu wa serikali. Sasa unaweza kujiuliza kama serikali haiwezi kuingilia mpira, inakuwaje maamuzi ya bodi ya ligi yanaingiliwa? Kwa hiyo inaonekana ni udhaifu wenyewe wa viongozi wa bodi ya ligi. Lakini tunaweza kuona, utakumbuka wewe, nafikiri mfuatiliaji wa mpira, Kenya kulikutokea ugomvi kama huo. Yule alikuwa kiongozi wa chama cha mpira Kenya Mwenda, aliondoka kutoka madarakani mpaka ikatokea ikabidi FIFA ingilie kati. Kwa kuna baadhi ya viongozi wao wakisimamia misingi, maana serikali haiwezi kupata nafasi ya kuweza kutoa maamuzi. Ni vile tu sasa wao wanashindwa kusimamia, kwa sababu jambo hili la Yanga lilikuwa ndani ya TFF mwenyewe. Ni vile sasa kuoneana aibu kwamba huyu ni mtu wangu, hata kama akosea nafanyaje. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri, kwa kujibu swali lako, kama utaratibu utaendelea huu, na ukiangalia Simba na Yanga ndo zina nguvu, kwa kesho tegemee Simba atokee naye kwenye mandhari haya ambayo Yanga wametokea, bado rais akaingilia kati. Na unajua mwenyewe marais hao akiingia, mashabiki wa Simba Yanga wanasema huyu wa Yanga, huyu wa Simba. Leo atakuja labda mtu ambaye yuko upande ambao Simba wanaamini mtu wao, watafanya haya ambayo wameyafanya. Rais naye ataanza kurekodi kwamba mbona rais fanya leo atawaita atafanya. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri, kwa kujibu swali lako, kwamba utaratibu ukiendelea huu, viongozi wa TFF wasipotambua nafasi zao na miongozo iko wazi, maana yake tayari taasisi hii obviously itaenda kupokwa na mamlaka ya serikali. Kwa hiyo na mimi naiona hatari kubwa sana kama tutakuja kupata mtu ambaye wa TFF ambaye atakuwa na misimamo yake, mtu ambaye miongozo ya serikali ikitoka hawezi kuifuata zaidi ya kusimamia ile miongozo ya FIFA.
maana yake tutaweza kuona kwamba ugomvi mkubwa unaweza kaja kutokea kwa mbeleni. Msuguano ulikuwa kati ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans na bodi ya ligi na TFF. Aliyekuwa anapanga ule mchezo ni bodi ya ligi pamoja na TFF. Mheshimiwa Rais amekaa na Yanga na Simba, hakukuwa na kiongozi yoyote ima wa TFF ima wa bodi ya ligi. Hii inakupa picha gani? Inanipa picha kwamba kama ambavyo nimesema mara kwanza kwamba Simba na Yanga ndio kila kitu. Simba na Yanga ndio wababe, ndio wanaoendesha mpira huu wa Tanzania. Lakini kwa picha ile ya jana unaona kabisa kwamba namna gani ambavyo serikali bado inapoka au inaweza kupoka mamlaka za TFF. Maana yake inawezekana rais aliwaita Yanga na Simba maana yake kujua ukweli halisi wa picha yenyewe. Kama nitakumbuka kuna kipindi hata waziri wa michezo Kabudi wakati anawaita Simba na Yanga pamoja na bodi aliwaita kwa kutofautisha. Hii maana yake tukikuita wewe uwe uhuru kueleza yale ambayo wewe unayafahamu kutokana na kile ambacho kinachoendelea, ili yeye apate nafasi ya kutambua. Sasa inawezekana rais kuwaita Yanga na Simba manake kuwa uhuru kuyasema yale ambayo wao wanayaona. Na ndio nitarudi tena kwako, ndio maana nimekwambia unaweza kujiuliza kwa nini baada ya kikao cha jana kama kiongozi wa TFF akuepo, wa bodi ya ligi akuepo, baada ya kile kikao kwa nini ndio yanakuja matamko kwamba Mguto kajiuzuru na Almasi Kasongo ameondolewa kwenye nafasi kupisha uchunguzi. Kwa inawezekana sasa nyuma ya pazia, manake ukiangalia kwa maana ile picha ya halisi, manake inawezekana huyu kiongozi wa TFF amewaambia bwana, hebu mtoe huyo mtu huyu ana tatizo, tumtoe, hebu tuangalie jambo linaendaje. Kwa unaweza kuliona jambo lenyewe kwa mpaka jana ni jambo ambalo limekaa kisiasa zaidi, kwa sababu Wallace Karia kwa namna alivyotumia jana, kwa mamlaka aliyotumia jana, maana yake Yanga ulianza kuclaim karibu wiki mbili za nyuma. Kwa angeweza kukifanya toka huko nyuma, na sitaki kuamini kwamba mpaka tulipofikia Wallace Karia ajui kwa nini mechi ya nani iliahirishwa, yani nani aliyepelekea mechi ya nani isicheze. Mwisho siku alikuwa anajua, lakini inawezekana alikuwa ameharibu ni mtu wake wa karibu. Kwa hiyo kubebana kule sasa imefika hatua sasa baada ya rais kukaa na Yanga na Simba. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake inawezekana akaambia bwana huyu bwana hebu akae pembeni. Kwa hiyo kwangu mimi ndio yale ninayosema kwamba mpaka jana ukiniuliza mimi bado naona kwamba utawala wa Wallace Karia inawezekana akafanya mambo mengi sana ya kimpira, lakini kwenye swala decision bado yuko wiki. Yes, haya ni maoni ya mmoja kati ya wadau wa mpira hapa wilayani Kyela. Tunashukuru sana. Bana, wewe mfuatiliaji wa Ipina Online TV, tupo hapa tukikusanya maoni mbalimbali ya kila ambacho kilitokea ama kimejili. Sakata la dabi ya Simba na Yanga, sakata la viongozi wa TFF kujiondoa madarakani na wengine kusimamishwa kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaonekana kama madai ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans kutaka uongozi uondoke. Tutarejea hapa tukiwa na wadau wengine wengi ambao watakupa maoni yako. Don't go nowhere.